Ama katika hotuba yetu ya leo tutaangazia nafasi na takrima aliyopewa mwanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala, takrima ya akili na ilmu na takrima ya kuwa huru na kuwa sawa na wanadamu wote. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'allama adama asma'a kullah, na akamuelimisha akampa ilmu Adam, ilmu ya majina yote. Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya hii kama alivyotafsiri sahaba Ibn Abbas radiyallahu anhuma kwamba Allah alimfundisha Nabii Adam, tena kabla ya kumteremsha hapa ardhini, alimfundisha majina ya vitu atakavyotumia nyumbani, akamfundisha majina ya vifaa vya kuendeshea farasi, akamfundisha majina ya kujikinga na majanga ya upepo wa jangwani. Ibn Abbas akahitimisha kusema akamfundisha jumla ya elimu ya kila ambacho kitamwezesha kuendesha maisha kwa urahisi hapa duniani. Na Nabii Adam alayhi salam, Allah anasema amemuumba kwa udongo, na udongo umechukuliwa alipouchukua Allah, na kila mwanadamu unayemuona, awe ni wa bara Hindi, awe ni wa Asia, awe ni Afrika, awe ni Ulaya, awe ni Amerika, ameumbwa kwa udongo ule ule, na ni mwanadamu huyu huyu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimfundisha majina ya vitu vyote, alimpa elimu yote itakomwezesha kuwa na maisha ya maendeleo na kuyamudu mazingira hapa duniani. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema ni yeye ambaye amekuumbeni kutoka kwa baba yenu Adam na mama yenu Hawa, na kutokana na nafsi hizi mbili akatoa kizazi wingi kwa wingi, makabila tofauti, na mbora wenu inna akramakum inda Allah atqa, yule ambaye bora kwa Allah ni kwa ucha Mungu. Lakini haya mengine yote tuko sawa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumpa hiyo ilmu hapa duniani ayamudu vipi mazingira, Allah akamteremsha Nabii Adam alayhi salam na mama yetu Hawa, akawaambia ihbitu minha, shukeni huko, fa imma yatiyannakum minni huda, ima utakuitieni mwongozo kutoka kwangu, faman tabia hudaya, mwenye kufuata mwongozo wangu huo, fala khawfun alayhim, hawatakuwa na hofu, wala hum yahzanun, wala hawatahuzunika. Ndugu zangu katika imani, baada ya kupewa ilmu ya vifaa vya kuendesha farasi, vifaa vya kupikia, kujikinga na dhoruba za upepo wa jangwani na kadhalika, akapewa ilmu ya mwongozo, ilmu ya kumfahamu Allah, ilmu ya halali na haramu, ilmu ya wema na uovu, ilmu ya kuhusiana na kuamiliana. Na akamwambia kwa elimu ile uliyoipata
ukiwa peponi, ya namna ya kuyamudu mazingira. Na kwa mwongozo huu basi, ukiishi kwa elimu hizi zikiwa zimetangamana, integrated, wa kufuata maisha ya namna hiyo, wala khawfun alaihim, hawatakuwa na hofu yoyote hapa duniani, wala hum yahzanun, na hawatahuzunika. Kadhalika akhira, kuanzia barzakh, kaburini, mpaka siku ya hukumu yaumul qiyama, hawatakuwa pia na hofu wala hawatahuzunika. Maisha yote ya duniani na akhera watafaulu. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema tena, akimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akiwa Maka, ambapo Maka pale walikuwa wale machifu wa Quraysh washirikina ndio wenye kutoa amri, ndio wenye kupanga nani amke saa ngapi, alale saa ngapi, nani abaki hai, nani asibaki hai, nani awe huru, nani awe mtumwa. Na wakawa wakimpiga vita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na hata kumwekea vikwazo kushiriki baadhi ya mambo au baadhi ya maamuzi. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia, pamoja na hali hii isikufikie wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukajisikia ni raia daraja la pili hapa Maka. Allah akamwambia, wa anta hillu bihadha albalad, na wewe uko huru kabisa katika huu mji kushiriki maisha yake, maendeleo yake, usalama wake, ustawi wake, ushiriki kikamilifu bila kujisikia unyonge wala kujisikia raia daraja la pili. Na hii inatuenea sote ulimwenguni, popote alipo, maadamu wewe ni Adam, ni mwanadamu, baba yetu ni Adam, mama yetu ni Hawa. Popote unapoishi ujisikie una uhuru, una jukumu, una wajibu la kuleta maendeleo, ustawi, amani, usalama, furaha, sawa sawa na mwingine yoyote popote ulimwenguni. Ndugu zangu katika imani, kwa muktadha huu ni wazi tunapaswa elimu yetu, mwongozo wetu wa kiserikali, ufanyaji wetu wa shughuli zetu za kila siku za biashara, za kilimo na kadhalika, moja, zituhakikishie kwamba zinatufikisha kama alivyosema Ibn Abbas, Allah awe radhi naye, kwamba tunakuwa na maendeleo na ustawi kama vile alivyokusudia Allah subhanahu wa ta'ala pale aliposema wa'allama adama asma'a. Na pili, tusiwe na hofu wala huzuni hapa duniani na kesho akhera. Sasa inapokuwa tuko katika hali hii, basi tunapaswa kujiuliza sana, kwa nini? Yaani, kwa nini hii elimu ya mazingira ile ile aliyopewa Nabii Adam alayhi salam na mama yetu Hawa, wakaambiwa watakuwa na maisha ya maendeleo mazuri na elimu ya mwongozo, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala akasema kwa elimu hiyo hatutakuwa na hofu wala huzuni. Kwa nini elimu hiyo tuisome halafu iwe kinyume chake? Swali hili litupelekee sasa kutafakari kama kuna mambo tunaiga au kama kuna namna fulani tunajihisi sisi ni daraja la pili, ni watu wa kuelekezwa tu, ni watu wa kunitegemezi, basi yapaswa turejee upya mifumo yetu ya elimu na mifumo yetu ya utendaji, ili lile kusudio ambalo Allah subhanahu wa ta'ala
kutufikiria, kutufikiria. Barakallahu lana fil Qur'ani al-azim wa nafa'ana bima fihi min dhikri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.